Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungiane namna hii. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijui unayo furaha kufika siku ya leo? Unayo furaha kabisa? Amina. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninaomba sasa unihudumie kama upendavyo. Ninajiachilia kwako. Roho Mtakatifu uwe pamoja nami sasa na hata milele. Amen. Mshangilie tena Bwana Yesu. Kitabu kile cha Ezekieli sura 21 mstari wa 27 hadi wa 29. Kwa siku hizi mbili, leo na kesho, tutakuwa tuna kazi maalum. Hebu mwambie mwenzako kazi maalum. Mwambie tutakuwa na kazi maalum ya kuondoa kila uharibifu uliopandikizwa ndani yetu ili tusivuke nao mwaka. Sema amen. Amen. Somo letu linasema Operation Pindua kila uharibifu uliopandwa kwako mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe. Operation Pindua kila uharibifu uliopandwa kwako 2025, mwaka wa 2025. Umeshaandika eh? Kumbuka kongamano letu ni la kinabii, maombi ya kinabii. Kabla sijasoma haya maandiko, nitapenda ujue maombi ya kinabii ni ya namna gani. Maombi ya kinabii ni sala zinazofanyika kwa imani. Ni sala zinazofanyika kwa imani kuwa Mungu anatumia maneno ya kinabii ama maneno ya muombaji kuleta mabadiliko na kutangaza kusudi lake au kutimiza ahadi zake duniani. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kinabii ni sala zinazofanyika kwa imani kwa Mungu. Kwa Mungu kutumia maneno ya nabii au maneno ya muombaji kuleta mabadiliko na kutangaza kusudi lake au kutimiza ahadi zake duniani. Ni maombi ambayo yanafanyika kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Biblia, ukija kwenye kitabu kile cha Methali sura ile ni ya 18 mstari wa 21. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu apewe sifa. Uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Ukifuatana pale chini anasema tumbo la mtu litajazwa maneno, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake.
pale 18 mstari wa 20 kwenye Methali, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Atashiba mazao ya midomo yake. Manake ni kwamba matokeo ya mtu, ya kesho ya mtu, yanategemea namna ya kile anachokitamka ama kile anachokikiri. Ndicho ambacho kinaamua hatima yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio maana tunasema kwamba ni kongamano la kinabii. Maana yake lazima tuwe na matamshi ya kukataa zile hali ambazo zimetutesa na kuita zile hali ambazo tunazitamani. Pigie Bwana Yesu makofi. Twende sasa kwenye kitabu cha Ezekiel. Kama kuna mtu mwenye Biblia, Ezekiel 21 kuanzia 27 hadi 29. Amna. Ngoja nisome, hauna mic, utasikika huko. Anasema nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hebu sema nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hiki nacho hakitakuwa tena. Maana yake kuna vitu ambavyo vimepandikizwa ndani ya mtu na vinaishi ndani ya mtu na vimekuwa na uhalali ndani ya mtu. Sasa bila kuwa na nguvu ya kuvipindua, vitaendelea kuishi na vitafanya uwe mfumo wa maisha yako, kwamba wewe ni mtu wa aina fulani, kwamba wewe ni mtu wa magonjwa, kwamba wewe ni mtu wa ulevi, kwamba wewe ni mtu wa mikosi, kwamba wewe ni mtu wa madeni, kwamba wewe ni mtu mgomvi. Manake vitabaki, vitaendelea kuishi. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Ndio maana nabii anasema nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua. Hichi nacho hakitakuwepo. Manake kuna vitu ambavyo vimekutesa katikati ya mwaka huu, hautamani viendelee kutesa maisha yako wakati unaendelea kuishi. Lazima uwe na nguvu ya Mungu ndani yako, uvikatae. Sema amina. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaendelea anasema hivi, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake. Hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake. Ina maana katika maisha yako kuna vitu ambavyo unavitamani, kuna vitu ambavyo ulitamani kuvifanya mwaka huu, kuna vitu ambavyo ulitamani kuvifanya mwaka huu, kuna safari ambayo ulipanga kuifanya mwaka huu lakini haijafanikiwa. Jioni ya leo tunaenda kupindua kila kilichopandikizwa katika maisha yako. Amina. Katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Amina. Maana uzima na mauti huwa katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Haleluya. Amina. Kwani tunaposema kwa mfano, tunaposema pepo toka, ni maneno. Ni nini? Maneno. Mtu mmoja akaniambia mimi naogopa sana. Anawaambia wenzake mimi naogopa sana. Ambia unaogopa nini? Naogopa sana. Tena namuogopa sana huyo jamaa. Yaani mimi. Kaambia haya, unamwogopa kwa sababu gani? Kama mtu ataweza kusema tu na mtu akaanguka, anaweza kusema lolote kwangu likanipata. Kwa hiyo usinidanganye. Manake ni maneno. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni nini? Maneno ambayo yana nguvu ya imani. Amina. Wewe
wewe unasemaga nini? Unatamka nini? Unazungumza nini? Unakiri nini wakati unapokuwa katika magumu? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema mpaka yeye ambaye ni haki yake. Manake ni kwamba kila mtu katika maisha kuna mahali ambapo anatamani kufika. Kila mtu katika masomo kuna mahali ambapo anatamani kufika. Lakini kuna kitu ambacho kimezuia. Lazima kipinduliwe. Lazima kipinduliwe. Lazima kipinduliwe. Sema kipinduliwe. Kipinduliwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Jamaa wenye ukoma walijiona kwamba sisi tunakufa. Yaani tukikaa hapa tunakufa, na tukisema tunaenda kwa Washami tunakufa. Sasa ni bora tujitoe mhanga twende. Liwalo na liwe, bora twende. Amina. Wakajifunga nguo zao, wakaanza kutembea, wakawa wanaelekea kwenye jeshi la Washami. Biblia yangu inaniambia kwamba walipokuwa wanaenda kwa Washami kwa imani, Mungu akawasikizisha Washami kishindo kikuu. Wale watu wakafikiri kwamba Israeli wamekuja na majeshi. Sikia nikuambie, maneno yako machache yanaweza kubadilisha maisha yako. Maneno yako machache ya siku ya leo yanaweza kupindua. Amen. Amina. Anasema uwapi wewe Zerubabeli, mlima ule mkuu umeanguka. Unaangushwa kwa neno, unaangushwa kwa maombi. Amina. Sijui itakuwaje, hiyo haikuhusu. Sema amina. Amina. Tuendelee. Anaendelea, nasemaje? Hata ngoja nirudi hapa kidogo. Hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Anasema nawe mwanadamu, tabiri sema. Nawe mwanadamu, tabiri sema. Okay, mwenzako mwambie nawe mwanadamu, tabiri sema. Sema. Mwambie sema. Sema. Sema neno. Sema neno. Tuendelee. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Katika habari za wana wa Amoni. Na katika habari za aibu yao. Katika habari ya aibu yao. Ina maana kwamba walikuwa wana aibu. Walikuwa wamepita katika maeneo ya aibu. Walikuwa wamepita katika maeneo ya kudharauliwa. Walikuwa wamepita katika maeneo ya magonjwa. Mungu anamwambia sema neno. Ndio. Nena. Upanga, upanga. Upanga, upanga. Umefutwa. Umefutwa. Umesuguliwa. Umeshasuguliwa. Ili kuua. Ili kuua. Simama kidogo. Upanga umeshafutwa, upanga umeshasuguliwa ili kuua. Kuua nani? Katika maisha haya kuna watu ambao wanaishi kuratibu maisha ya watu. Kuna watu ambao wamesema mwaka huu haufanikiwi. Kuna watu ambao wamesema mwaka huu hakuna kuoa, hakuna kuolewa, hakuna kufaulu, hakuna kuinuliwa. Sikia nikuambie, Biblia yangu inasema tabiri. Ndio. Amen. Hivi unanielewa? Amina. Mbona umezuba huko roni sana hao? Umtingishage mwenzako, maana kuna ile habari ya bahari. Mtu anaona inakuja tufani. Unafikiri anaona, kumbe haoni. Sema wapigwe. Wapigwe. Amina. Ndio. Haleluya. Amina. Anasema upanga umeshafutwa. Manake ni kwamba kuna watu ambao ndio sababu ya kuniingiza kwenye uharibifu mwaka huu. Ndio sababu ya kuniingiza kwenye shida mwaka huu. Hatutawaacha salama. Lazima upanga ufutwe. Sema amina. Kanisa fulani nilienda kuhubiri, kumbe sio la kiinjilisti, lilinipa shida. Sana mimi hapa kwa hii nikiona watu si wainjilisti nalipa shida sana. Amen. Amina. Hili ni kanisa la kiinjilisti. Amen. Sio kanisa la kupoapoa. Sema amina. Amina. Piga makofi, sema amina. Sema amina. Amen. Kuna watu ambao walikutabiria mabaya na ndio maana umeishi kwenye hayo mabaya. Usiwaache salama. Usiwaache salama. Maana Biblia yangu inasema usimpe nafasi mwanamke mchawi kuishi. Endelea, inasemaje?
ili kuua. Ngoja. Oh, Stefano amesimama na vibe. Mimi ni nani? Endelea, anasemaje? Ili kuua. Ili kufanya uue sana. Ili ufanye uue sana. Upate kuwa kama umeme. Ndio. Wakati wa kuoneapo ubatili. Wakati wa kufanyiao upanga wa uongo. Ili kukuweka juu ya shingo zao. Waliotiwa jeraha kiasi cha kukuua. Ambao siku yao imekuja. Katika wakati wa uovu wa mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna mahali pale wanasema hivi, wakati wa kuoneapo ubatili, wakati wa kufanyiao uganga. Hebu sema uganga. Wa kufanyiao uganga. Kuna watu ambao sio wachawi, lakini wanadiriki kwenda kwa waganga kwa ajili ya kuua biashara yako. Ndio. Yaani wanafika pale kwa mganga, wanasema nataka hii biashara ya fulani isionekane, biashara yangu ndio ionekane. Nataka hii ndoa ya fulani isiwe na furaha. Nataka watoto wa fulani wasifanikiwe. Wanaenda kwa waganga. Ndio. Mmoja akaniambia, unajua tumekuendea kwa waganga sana. Nikawambia mutaenda sana. Mutaenda sana. Na Bwana atawapiga kwa radi ya moto. Sema Bwana atawapiga kwa radi ya moto. Bwana atawapiga kwa radi ya moto. Inawezekana matatizo uliokuwa nayo leo ni matatizo ambayo mtu alienda kwa mganga ama kwa mchawi ama maneno aliyatamka yakaishi ndani yako yakaleta matokeo. Leo lazima tuyafute. Leo lazima tuyapindue. Amina. Amina. Haleluya. Yaani 2026 tunataka tutembee miendo ya minato tu namna hiyo. Na katika mkesha wa kesho, sema mkesha wa kesho. Ni mkesha wa kukung'uta. Machawa, makunguni, viroboto tunavikunuta usiku katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amen. Ni mkesha wa kuvua vazi la aibu. Ni mkesha wa kuvua takataka zote. Tunataka tuingie 2026 tukiwa tuko wasafi, tukiwa tuko wasafi rohoni na tukiwa tuko wasafi katika mwili. Sikia nikwambie, maombi ya kinabii ni maombi yanayofanyika kwa imani. Mwanamke mmoja alipokuwa analia akihitaji mtoto, yule mwanamke anaitwa Hana akalia pale hekaluni. Samueli huyu kuhani mkuu Eli alipofika akamwona yule mwanamke analia, akamwambia, mwanamke unalia nini? Utalewa mpaka lini? Akamwambia, hapana, sijalewa mchungaji wangu, nimeumimina moyo wangu mbele za Bwana. Nataka mtoto. Nimechoka matusi ya Penina. Penina nikituma watoto wake nisodoa, anasema uzae wa kwako, na mimi leo ninataka mtoto. Eli kuhani akamwambia, mwanamke, sikia nikwambie, ondoka nenda zako, Bwana akupe sawa sawa na haja yako. Sikia nikwambie yule mwanamke akainuka pale kwa imani, akafurahi, akafuta machozi, akaenda nyumbani kwake, akala chakula. Maana alikuwa hali, kwa sababu alikuwa na teso ndani ya moyo, lakini neno la kuhani ambalo alilitamka, yule mwanamke akaondoka kwa furaha. Sikia
nikwambie, kongamano hili neno litakalosemwa, hata kama hujaona, hata kama hujaona, ukawe na furaha. Simama uwe na furaha. Uingia mwaka mwingine kwa ushindi. Maana watu wengine wanatamani waone kwa macho. Biblia yangu hainiambii pale kuhani alipomtamkia Hana pale alipata ujauzito. Biblia yangu inaniambia Hana akaamini neno lililotoka madhabahuni kwamba ni amina. Akaamka kwa furaha, akaenda akala chakula, akaoga vizuri, akawa na imani kwamba atapata mtoto. Sikia nikwambie, akabeba ujauzito, akapata Samueli. Kuwa na imani, mtu wa Mungu, kuwa na imani. Amina. Sijaona kwamba pale Hana alipoambiwa na Eli, inuka, Mungu akupe haja ya moyo wako. Ndio. Sidhani kwamba mimba iliingia pale ya Samueli. Hapana. Biblia inasema aliamini, akaondoka. Amina. Akaenda nyumbani. Amina. Akala chakula. Amina. Maana alikuwa hali kwa sababu ya teso. Ndio. Kuna watu wanapita wakati mgumu mpaka chakula haipiti kwenye mdomo. Sikia nikwambie, ndani ya kongamano hili, kile kitakachotamkwa kichukue kiwe cha kwako. Ingia nacho mwaka 2025. Jamaa wenye ukoma wakakutana na Yesu. Yesu akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wale jamaa wakageuka, wakashika njia na ukoma wao, wanaenda kujionyesha. Wakati wako njiani, ukoma ukaondoka, wakajikuta wametakasika. Sikia nikwambie, maombi ya kinabii yanataka imani, yanataka uamini, yanataka uamini. Amina. Amina. Unaondoka tu, wanaondoka. Wanaondoka. Mara wanajiona wametakasika. Amina. Tumetakasika. Amina. Tumetakasika. Amina. Na utajikuta 2026 unatakasika. Amina. Biashara yako inanawiri. Amina. Uchumi wako unapanda. Amina. Viwango vyako vya elimu vinakuwa. Amina. Huduma yako inakuwa. Amina. Nyota yako inang'ara. Amina. Uzima wako unaingia. Amina. Unajishangaa wewe ni mzima kabisa. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen. Amina. Waendao kwa waganga. Unaenda kwa waganga. Ndio. Hichi kinapinduliwa leo. Sema leo tunakipindua. Leo tunakipindua. Sema leo tunakipindua. Leo tunakipindua. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Biblia inasema tabiri juu ya aibu yako. Ndio. Juu ya aibu yako. Aibu yako. Tabiri. Tabiri juu ya, sema neno juu ya aibu yako. Wewe unaweza ukafikiri kwamba watu wote wanakuhurumia kulingana na hali uliyokuwa nayo. Wengine wanakucheka. Ndio. Wanakudhihaki. Ndio. Huwaoni tu kwa macho ya damu na nyama. Ukiwatazama wanafikiri kwamba wanakuonea huruma jinsi unapita kwenye changamoto, lakini kumbe wanakucheka. Ndio. Biblia yangu inaniambia tabiri, sema neno juu ya hiyo aibu. Amina. Iondoke katika jina la Yesu. Katika jina. Sema amina. Amina. Yaani unapotembea kila kitu kiondoke. Amina. Kila kitu kikukimbie. Amina. Kwa sababu umesha tabiri. Amina. Amina. Haleluya. Amen. Yesu ni mzuri. Sema amina. Amina. Yesu ni nani? Ni mzuri. Ni mzuri sana. Hebu tusome Methali. Methali 22:12 twende tukaombe.
Mithali 22:12. Twende tukaombe. 22:12 inasemaje? Inasema, macho ya Bwana huhifadhi wenye maarifa. Macho ya Bwana yanahifadhi mwenye maarifa. Bali huyapindua maneno ya mtu haini. Bali huyapindua, sema huyapindua. Huyapindua. Sikia, mchawi ili akuloge, ndio, ili ukute irizi iko kwa nyumba yako, ndio, ili ukute popo ameingia kwa nyumba yako, ndio, na ujui ameingiaje, ndio. Shida sio ile irizi, wala shida sio yule popo, wala shida sio yule nyau. Shida ni maneno yaliyotamkwa kwa ile irizi. Hayo ndio ya kushughulikia. Ndio. Sema amina. Amina. Hayo ndio maneno ambayo unatakiwa uweze kuyashughulikia. Amina. Sema amina. Amina. Anasema macho ya Bwana hulinda wenye maarifa. Amina. Bali huyapinga maneno ya yeye asiye mwaminifu. Biblia ya habari njema inasema huyapinga maneno ya asiye mwaminifu. Manake asiye mwaminifu anatamani ya kufunge. Asiye mwaminifu anatamani uendelee kuumwa. Asiye mwaminifu anatamani uendelee kuteseka. Leo kwa jina la Yesu lazima tupindue kwa jina. Amina. Wakakaa kwenye vikao vya siri, ndio, kujadili maisha yako, ndio, juu ya mwaka 2000. Kiwe kikao hicho kimekaa au hakijakaa, tunakipindua katika jina la Yesu. Amina. Maana kila mtu hapa lazima akaliwe kikao, ndio, juu ya 2025 26 yake iweje. Ndio. Na kila mtu anakaliwa kikao kulingana na maono yake. Ndio. Ndio maana pale tuliposoma kwenye kile kitabu cha Hezekia, anasema hata aje yeye ambaye ni haki yake. Manake kila mtu ana maono, ndio, ya kile ambacho anatamani mwaka huo ujao aweze kukitimiza. Ndio. Sasa wao wanakaa kikao kwa ajili ya kuharibu kile ambacho wewe umekusudia katika mwaka unaokuja. Sasa tunasema kama wamekaa au hawajakaa au watakaa, hicho kikao hakitakalika. Amina. Amina. Hakitakalika. Simpo hapa mnasoma tu, mko likizo mnasoma. Kuna vikao vinakaliwa. Kuna wanafunzi ambao bibi zao ni wachawi, mama zao ni wachawi. Saizi wanakaa kikao kwamba mwanangu ama mjukuu wangu mwaka 2026 anaingia kidato cha 4. Sasa anaangalia yule ambaye anataka achukue akili yake. Sikia nikwambie, viko vikao ambao vitakaliwa kwa ajili ya matokeo ya mwaka unaokuja. Kongamano hili ni kwa ajili ya kuharibu mipango yao, kuharibu agenda zao, kuharibu katika jina la Yesu. Amina. Amina. Hallelujah, glory. Amina. Hallelujah. Amina. Mimi bwana, ikimpendeza Mungu 2026, Mungu unisaidie nipate mke au nipate mume. Washajua. Ndio. Sasa agenda number 1, anataka mke ama anataka mume. Vuruga. Wanakuchungulia. Agenda number 2, ndio, amesema anataka ajenge. Agenda number 2, anataka ajenge. Piga uchumi wake. Tuhakikishe kwamba mshahara wake ama anachofanya pesa ziendeende tu. Tena mfanyifanye awe anaiba fungu la 10 ili iwe halali, tumkamate vizuri. Akulage fungu la 10 asitoe. Wanachungulia tena. Ana nguvu, ana afya. Agenda namba 3, tumpe magonjwa. Mwezi wa 3 wa 4 tumpe ugonjwa, alazwe wiki 2. Alafu atatoka mwezi wa 7 na wa 8 na wa 9 tumpe ugonjwa fulani. Huu asote nao mpaka amalize mwaka. Na huu ndio umle pesa
Yaani pesa zikiliwa, zikiisha hospitali, ugonjwa upone. Ndio. Akipata pesa unarudi. Ndio. Pesa zikiisha unaondoka. Hivyo hivyo. Sema leo tunapindua hivyo vitu katika jina la Yesu. Sema amina. Sema tunapindua. 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 Sema tunapindua. Tunapindua. Sema operation pindua. Operation pindua. Sijasikia. Simama, sema operation pindua. Operation pindua. Kwa jina la nani? La Yesu. Kwa jina la nani? La Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Tumalizie Isaya. Tena tukaombe. Isaya 42. No, 44:22. Isaya. Maombi ya toba. Isaya 42:22. Nitasoma. Lakini watu hawa ni watu walio 44, sorry. 44:22. 44. Isaya 44:22, chap chap. Nitasoma kwa jina la Yesu. Nimeyafuta makosa yako kama wingu. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito. Na dhambi zako kama wingu unirudie. Unirudie maana nimekukomboa. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Nimeyafuta makosa yako. Makosa, Biblia inasema laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Ili uhalali wa kile ambacho umeteswa kisipate kuwa na nguvu ndani yako, tunahitaji damu ya Yesu iweze kutusamehe na kututakasa. Sema amen. Amina. Sema amina. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tutaitumia damu ya Yesu katika kujitakasa. Amina. Amen. Amina. Namba 2, tutaitumia damu ya Yesu kufuta. Amina. Kufuta uhalali. Amina. Yaani kufuta zile agenda zao walizokuwa wamezikusudia, ambazo zimetutesa mpaka leo. Amina. Tunafuta. Sema tuna delete. Tuna delete kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema amina. Amina. Namba 3, tunatumia jina la Yesu kupindua. Amina. Tunatumia damu ya Yesu kufuta. Ndio. Tunatumia damu ya Yesu kujitakasa. Ndio. Tunatumia jina la Yesu kupindua. Amina. Maana jina la Yesu linapotajwa milima inatetemeka. Amina. Jina la Yesu linapotajwa mapepo yanakimbia. Amen. Tunatumia mamlaka ya jina la Yesu kupindua. Sema amina. Amina. Simama kwa miguu yako. Simama juu.